Yes, karibu tena kwa muda wetu wa habari wa saa 12:20. Kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja na sisi ndani ya Media Bukavu TV, endelea kufanya subscribe, like, comment, endelea kujiabone kupitia habari zetu za jioni. Na kwa sasa kuna mengi zaidi tunakuja kuwapasha katika habari zetu za jioni, na ukiendelea kupitia Media Bukavu TV utaendelea kupata habari zetu mara moja. Endelea kujiunga na sisi kwa sasa ndani ya habari zetu muda wa usiku. Mashabiki zangu kila mahali popote uko, endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea comment kupitia habari zetu haya za jioni. Na kwa sasa kila mara kwa kweli nakuja kuwapasha habari zangu, sitaki kuwakawisha ama nikuje kuwachosha katika ndani ya Media Bukavu TV. Kumbuka leo ni tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, na kwa sasa ndani ya Media Bukavu TV tunawaletea programu za usiku kuwapasha habari zetu habari za Kiingereza muda wa saa 5 wa usiku kwa kweli. Na kumbuka, na tunahitaji kuwa na mtangazaji wa lugha wa Kifaransa, na kama unataka kuungana na sisi ndani ya Media Bukavu TV, tuma ujumbe lako hapo ndani ya nambari yetu ya WhatsApp ili tayari tuone program, tukuweke kwenye program ya Kifaransa. Na kumbuka, mimi ni mtangazaji wenu wa lugha wa Kiswahili mara kwa mara, muda habari wetu wa saa 1 asubuhi na habari zetu za saa 5 na dakika 30 na habari za jioni saa 12 na dakika 20. Na katika mada yetu ya Kiingereza ni muda wa saa 5 wa jioni, na tukiwa na mtu tayari wa lugha wa Kifaransa atakuwa kwa muda wake, tutapanga muda wake wa habari kuwapasha habari zetu. Kumbuka, televisheni ama television hii ya Media Bukavu TV inataka kufikia watu wengi tofauti kwa lugha tofauti. Kumbuka, Media Bukavu TV kuna wengi hawaelewi lugha ya Kiswahili. Kumbuka, tayari kupitia habari zetu tunapisha habari ya changamoto ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande wa uwanja mapambano na hali ya kawaida wa maisha ya watu. Na kupitia mambo mengine endelea kuwapasha habari zangu mara kwa moja. Endelea kuungana na mimi ndani ya Media Bukavu TV, utajua mengi zaidi. Endelea kusubscribe, endelea kuweka comment yako hapo, habari zetu zitakufikia mara kwa moja. Mara moja katika habari zetu za leo tumewaandalia na kuja kuwapeleka upande wa Masisi. Mapigano ama changamoto ameendelea kuwa zaidi katika milima za huko Masisi, upande naitwa Oseba Nyungu, upande wa Oseba Nyungu, upande katika eneo zingine zinazingatiwa na wanajeshi wa M23 pamoja na wanajeshi ya wazalendo wameendelea kupambana katika mchana wetu wa leo. Na katika haya mapigano wameanza kwa kweli tangu tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, na huko mara moja ndakuja kuwapeleka ndani ya Kazinga. Mapigano yameendelea kuwa mengi zaidi upande ndani huko Masisi, eneo ya Kazinga na eneo ya Ngululu. Mapambano yameendelea kusonga mbele kwa sasa, na katika vingine vinavyozingatia Ngululu na kijiji cha Kazinga upande sehemu ya chini huko Kakara, mapambano ameendelea kuleta marufuko katika eneo hili. Na ukiendelea kuungana na mimi ndani ya Media Bukavu TV utaendelea kujua mengi zaidi endelea kupatikana katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika habari zetu. Kumbuka, mimi mwenyewe mtangazaji wa habari wetu, habari zenyu za Media Bukavu TV endelea kusonga mara kwa mara na kuja kuwapeleka katika sehemu za hapa Walikale. Kumbuka Walikale mapambano yameendelea kusonga zaidi, na kumbuka tangu jana kumeingia mandege tofauti za jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kuja kulinda upande ya huko Walikale. Kumbuka Walikale wanajeshi wa M23 waliondoka eneo tofauti, lakini na kwa sasa kuondoka katika eneo tofauti tangu tarehe 30 tangu tarehe 29 wanajeshi wa M23 walianza kuondoka katika vijiji tofauti Mpeti na huko eneo
Lubero, lakini baadaye tena walikuja kurejea nyuma kidogo katika kama kiwanja cha huko Walikale upande wa Mpeti. Kumbuka katika vijiji vya Kiseke na kijiji kinachoitwa Kalinga, tayari wanajeshi wa M23 walionekana katika tena eneo hizi, na kwa sasa wakaaji wengi zaidi walikimbia kwa sababu walijua tayari mapigano haya tayari anakuja kurudia tena muda mwingine wa pili. Na katika baadaye wanajeshi katika eneo inaitwa Kisimba, wanajeshi wa M23 wamepatikana katika kijiji ya Kisimba huko Walikale, na katika kijiji kinaitwa Banakili. Hawa wamepatikana eneo hizi na kukuja kuwapasha ama kuja kulinda ama kuprotéger comment vous avez encadré, comment vous avez gardé ça, comment vous avez entourné tout le monde là, vous avez écouté la télévision. C'est quoi là les informations je vais vous donner toujours. Comment c'est aujourd'hui, c'est dimanche, c'est pour l'information totale quand vous avez écouté la télévision Bukavu TV. Na kama kwa kweli habari zetu zinakuingia vizuri zaidi, endelea kupartage, endelea kunisikiliza moja kwa moja, na endelea kutuma ujumbe kila mahali popote. Wewe kama ni mwanamemba wa Media Bukavu TV, unaendelea kuungana na sisi kupitia habari zetu za mchana, habari zetu za asubuhi na habari za jioni. Na hili habari zetu sisonge mbele kuwapasha na kuja kuwapeleka kwa sasa. Haya mapambano aliendelea kuzingatia katika eneo tayari, eneo ya huko eneo ya Banakila na Kisimba huko ndani ya huko Walikale katika vijiji vinakumbatia Mpeti. Ya tayari hizi ni ndege sasa. Nilikwambia dakika moja tu, ndege ndio hizo sasa. Tena ndege za makamanda hawa wa FRDC hawa, sikiliza, ndio hiyo tena imetoka Pinga imeelekea tena huko Mweso. Kwa sasa niliwaambia mandege haya ameendelea kusonga muno zaidi. Kumbuka Walikale mandege haimalize dakika fulani hazitembei hapa, na ndege za kivita tu peke yake ni hizi zinaendelea kulinda sehemu yoyote. Kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo upande wa huko Walikale hapa Mpeti na Minjenje walikuwa kwa kweli, kumbuka wanajeshi hata walikuwa Minjenje na Mpeti walikuwa wanaendelea kusumbuana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka walikuwa natamani kuingia ndani ya mji ya Mpete mji ya huko Pinga, lakini hawajafaulu kuingia. Kukumbuka tangu waliondoka huko serikali imeweka nguvu zaidi, na katika eneo hizi nilikuwa nikapesha habari zangu kuambia sasa mapigano yameendelea kusonga zaidi katika huko ndani ya Banakili na Kisimba. Katika Kisimba Banakila katika ndani ya huko teritwari ya Walikale katika eneo ya Mpeti, vijiji vinaokumbatia Mpeti, Banakila na Kisimba. Kwa sasa wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kuzingatiana pamoja na waasi wa M23. Habari zingine kutokea ndani hapa Lubero, hatua sehemu ya Lubero, mapambano nayo ameendelea kuzoza zaidi. Kwa sasa wanajeshi wa M23 katika vijiji tofauti. Kumbuka eneo ilikuwa inaitwa Kanunu. Tayari wanajeshi wa M23 walikuwa wamezingatia tena eneo hizi, lakini baadaye walikuja kujiondoa wakaenda katika vijiji vingine viko sehemu ya Kapisa na ndani ya kijiji kinaitwa Kasanga, na huko tayari ninaonekana kama mapambano yameendelea kuzoza zaidi. Minova, mapambano tena yameendelea kuzuka zaidi katika eneo ya Minova, lakini tangu jana leo hakuna wasiwasi, aliendelea kuwa tayari huko Kalehe mambo ameendelea kuzingatia katika ndani ya kijiji kinaitwa Ngungu. Haya mapambano yamevuruta tena leo Kalehe, mambo yameendelea kusonga zaidi ndani ya Kichanga, eneo ya Kichanga. Mapambano yameendelea kusonga zaidi Kichanga upande wa wazalendo, tena wameshambiliana na wanajeshi wa M23 katika sehemu ya Kichanga. Na katika taarifa letu tunawapeleka eneo ya Butembo.
Hatua Butembo kwa sasa, mapigano ya upande ya waasi wa ADF pamoja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wameendelea kudhibitishana, lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kweli wameendelea kuweka makamanda na kuingia katika eneo hili, na huko sasa sehemu ya eneo ya Kipesi mambo amesonga zaidi Kipesi. Ulinzi wa serikali ya FARDC pamoja na wazalendo wameendelea kukabiliana ama na kuweka ulinzi eneo ya Kipesi ndani ya Lubero, na mara moja nakuja kuwapasha habari zangu katika upande zingine Minembwe pamoja na eneo zingine eneo ya uko ndani ya Kamenge, eneo ya Wangululu, upande ya uko eneo ya Kalingi, na hapo ndani ya Remera, ndani ya uko Uvira. Kwa sasa mambo yameendelea kuleta hewa sio nzuri kwa sasa zaidi, lakini kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaendelea kukabiliana kidogo kidogo, wakiangaliana kidogo, kama wakisikia wanataka kufiaturiana wanafiaturiana kidogo, ili silaha zao zichabuke zaidi na waangaliane nguvu kwa wingi imeendelea kupitia wapi. Lakini ukiendelea kuungana na mimi ndani ya media Bukavu TV, tayari utajua mengi zaidi na utajua mambo yameendelea kupitia katika eneo tofauti. Lakini habari zingine upande ya wanajeshi ya wazalendo kwa sasa eneo ya Sud Kivu kwa sasa hawaelewane. Kwa sasa mambo wanaenda kukabiliana kwa njia sio nzuri, kwa kurushiana maneno, hatua viongozi kwa wazalendo ndani ya uko Fizi na Baraka na uko Misisi wameendelea kulaumu ama kamanda William Yakutumba kwa kutamka maneno tangu tarehe 4 kwa kusema tayari wazalendo kila mahali popote huko walikuwa katika miji watolewe waende katika uwanja wa vita, sio kubaki katika miji kwa kuripua marisasi. La kwa sasa imesababisha maneno amezungumza, imeleta changamoto kwa upande wa wazalendo. Wengi kwa sasa wanaona kama William Yakutumba yeye amekuwa msaliti kwa wazalendo, na amesema tayari, wengine wanasema tayari William Yakutumba amekula mshahara ya wazalendo wamoja, na kwa kweli wengi wamoja wao hawajawahi pata fedha zao, na kwa sasa amezungumza maneno haya na hakuna msaada wamoja wao wamepata, na wanasema wengine watafanya kazi gisi inabidi wafanye kivyao bila masharti ya serikali yoyote. Na kupitia media Bukavu TV endelea kuungana mimi, endelea kuwapasha habari inaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini kumbukeni, hatua serikali ama wanajeshi hawataki kukubaliana kusikilizana, kwa kweli mambo atakuwa vipi? Kumbuka waasi watapata nguvu nyingi zaidi kwa kuingia kwa upande, kumbuka, bila maelewano. Kumbuka nguvu za waasi, wana umoja, wana upendo, wakienda katika uwanja mapambano wana program. Ndio kama ukiangalia mapambano yao iko pamoja, iko tofauti na mapambano ya wanajeshi ya wazalendo na mapambano ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu hatua wanajeshi hawaelewane. Kumbuka katika uwanja mapambano utakuwa na hofu yoyote. Lakini kupitia media Bukavu TV wengi watajiunga na wataungana. Kumbuka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kongo halitajengwa na mapigano. Kongo litajengwa na umoja, Kongo litajengwa na kusikilizana, Kongo litakuwa bora zaidi kupitia umoja, Kongo litakimbiza ukabila, Kongo litakuwa kwa kujenga nchi bila ukabila yoyote. Na katika media Bukavu TV kwa sasa, ndani ya media Bukavu TV tunasema hatutaki ukabila. Media ya Bukavu TV inahitaji watu wa kunisikiliza wawe na umoja. Ndani ya media Bukavu TV ukiwa na conflict ya kuwa na tribalism usije kwa kunisikiliza, lakini ukiwa na umoja na upendo baki ndani ya media Bukavu TV, kwa sababu tunataka kuwa na memba ama mashabiki wale wana umoja, wana upendo, kwa kujuliana hali, kwa kusikiliza shida ya mwingine, ikiwa Mfulero, ikiwa Mubembe, ikiwa Munyindu, ikiwa Murega, ikiwa Mnyamulenge, ikiwa kabila yote kwa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wawe kitu kimoja. Tayari Kongo litajengwa na umoja. Lakini Kongo likiwa na conflict, huyu alituia ndugu, tayari tena hiyo conflict uzae tena mara nyingine, vita haitawahi isha. Kumbuka tayari katika uwanja mapambano watu wakipigana wafu watafa. Kumbuka tayari vita likiisha, umoja kirudi, usikuwe na mambo ya kuwa na conflict. Tayari useme hawa kabila hawa waliniuia mtu fulani, inabidi nilipishe kisasi.
Hakumbuka vita itaendelea kuzuka mara kwa moja, lakini kwa sasa kama rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yeye ameendelea kufanya umoja na kuleta amani. Kwa nini population ama wanajeshi nyinyi hamtaki kuleta umoja? Hata kwa sasa inabidi tuoneshe rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tayari raia wanaleta umoja, tayari wanajeshi wanaleta umoja. Hata yeye itapea nguvu zaidi ya kuingia katika nchi kingine kuangalia komavu za evolue koma nchi ya Kongo nayo itasonga mbele kwa kubadilisha kila chochote kilikuwa kimepatikana kimeharibika, ili mioyo ya watu watunze vidonda vilikuwa katika mioyo yao, ili maisha yao irudi kuwa kama binadamu vingine. Kupitia habari zetu za Media Bukavu TV, endelea kuungana na mimi, endelea kuwapasha habari zetu mara kwa moja. Tuje kupatana kwa habari za asubuhi tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Itakuwa kuanza wiki juma moja. Nakumbuka ukiwa pamoja na mimi utaendelea kujua mengi, na kutakia usiku mwema watu wangu wa USA, Amerika, Canada, sehemu zote nawatakia asubuhi njema. Sisi Afrika jioni njema, tuje kupatana kwa habari za asubuhi. Chao chao. Mungu